pekee. Moja ya tabia za Roho Mtakatifu, ana tabia ya kuzungumza na watu. Anazungumza, yaani anakupigisha story. Anakupigisha story. Unasikia? Yaani hapa anazungumzia moja ya tabia za Roho Mtakatifu. Unasikia katika ana tabia ya kuzungumza, yaani anakupigisha story, anakuchatisha. Shauri kuchati na Mungu. Yaani anakuchatisha kama sasa hivi. Na nikianza kufundisha tu somo la Roho Mtakatifu lazima tikizi watu wanashangaa sana. Nisikilize. Si ajabu sasa ukashangaa Mungu ananipeleka mpaka mbali kwenda huko ulikowahi kuumizwa, huko ulikowahi kunogewa, huko ulikowahi kuonewa, huko walikotumia kukufunga, huko walikopatumia kukufanyia mambo ya ajabu. Nami nasema kwa neno la Bwana ni kwamba kila kifungo, kila uchawi, kila nguvu ya giza kwa njia ya Roho Mtakatifu jioni ya leo, hakika kila kifungo kitafunguka, kila uchawi utaexpire. Weka penzi rafiki, jina la Bwana libarikiwe. Kuna jambo Roho wa Bwana atalifanya katika maisha yako. Kuna jambo Roho wa Bwana atafanya kwenye familia yako, kwenye biashara yako, kwenye afya yako. Jioni ya leo ninaona connection ya wewe na Roho Mtakatifu ikirudi. Mawasiliano ya wewe na Roho Mtakatifu yanarudi. Mazungumzo yako na Roho Mtakatifu yataanza upya. Atakufundisha walikuloga vipi. Majambo, hatua namba moja, ishara namba moja itakayoonekana katika maisha yako. Jambo la kwanza, ndoto zako zitachange, yaani zitabadilika. Sasa unapiga makofi ya kibolebole. Zitachange. Kuna watu wanaota ndoto za manyokanyoka yatawala, na lengo la Mungu anataka utawale, usitawale. Wanasifiwa jamani. Nasikia huona mpango wa Mungu. Kuna jambo linaweza likang'ang'ania maisha ya mtu, halitoki. Omba na wewe ombewa na halitoki mpaka ukae kwenye darasa la Roho Mtakatifu akwambie jambo. Ongeza